Karibu. Kwenye makala haya maalum, KTN inafichua kuwa watu 4 waliopatikana wakiwa wamefariki ndani ya kichaka kijijini Kasaveni, eneo bunge la Kathiani, kaunti ya Machakos, wanaaminika kuuawa na mtu wa karibu ndani ya familia yao. Mshukiwa mkuu Amos Wambua mwenye umri wa miaka 23 anadaiwa kumuua mkewe Grace Mungai aliyekuwa na ujauzito wa miezi 7, binti wake wawili Joyce Mutheu mwenye miaka 8 na Sarah Mungai mwenye miaka 4 kabla ya kutupa miili yao katika kichaka. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa masuala ya uchunguzi Lennox Sengre, siri ya mauaji haya ya kutisha ilifichuliwa baada ya mbwa wa jirani kuonekana akiwa amebeba kiungo cha mwili wa mtoto. Tukio hilo likiacha kijiji chote na maswali mengi, huku mshukiwa akiwa mafichoni. Umbwa ilileta mtoto kwa nyumba, kwa mboma. Tulipatana na umbwa ndogo akishika mguu wa mtoto. Timsuli. Jini mbaya sana. Timsuli. Anga janga sana. Ajanga sana. Ajanga sana. Timsuli. Tarehe 14 Juni mwaka wa 2026, utulivu wa kijiji cha Kasaveni, Kathiani, kaunti ya Machakos ulivurugika na ufichuzi wa kutisha. So ni huko ama huko? Dhoruba ilianza pale mbwa wa jirani alipoonekana akiwa amebeba kilichoonekana kuwa sehemu ya mguu wa mtoto. Tukio hilo liliwasukuma wakazi kuingia katika kichaka ambako walikuta miili ya mwanamke na watoto wawili ikiwa imeanza kuoza. Kwa mujibu wa wapelelezi, mwanamke huyo alikuwa ni mjamzito. Sasa mama alikuwa amelala hapa. Kadri msako ulivyoendelea, viungo zaidi vya mwili ikiwemo kichwa cha binadamu vilipatikana vikiwa vimetapakaa kwenye mteremko, huku baadhi ya miili hiyo ikiwa imeliwa na wanyama. Swali ni je, waasiriwa hawa ni akina nani na ni nani aliyewaua kinyama kabla ya kutupa miili yao hapa? Uchunguzi wa KTN umebaini kuwa watu hao 4 wanaaminika kuuawa na mshukiwa kwa jina Amos Wambua mwenye umri wa miaka 23. Amos anaaminika kuiangamiza familia yake na kisha kutupa miili yao kichakani. KTN imeweza kuthibitisha kuwa waliouawa ni mkewe Amos, Grace Mungai mwenye umri wa miaka 28, binti zake wawili Joyce Mutheu mwenye miaka 8 na Sarah Mungai mwenye miaka 4, pamoja na mtoto aliyekuwa tumboni mwa Grace akiwa na ujauzito wa miezi 7. Hapa familia iliyokuwa ikijiandaa kumpokea mtoto mchanga itumbukia kwenye jinamizi la milele. Sasa on Friday mama alishikwa on Thursday usiku. Hiyo usiku ndio nilimuuliza hiyo maneno. Sasa on Friday nikaachana, yeye akashinda. After job, nikitoka job around saa 1 hivi nikamuuliza tena, uko sure ndugu yangu hiyo maneno si ya ukweli? Akaniambia yeye hajui hizo maneno. Nikamuuliza, kama unajua wewe usikane na hizo vitu na usijui, ni vizuri tuende huko Kathiani Police Station, juu mama ameshikwa na DCI, tuende tukokolee mama atoke mahali pale na tusipate laana kutoka kwa mama. Wakati napigia mama anieleze juu ya hii kitu, mama ananiambia mtoto wake mdogo alimwambia ni kama hawa watu, wakati anamuuliza hawa watu wako wapi, anamwambia ni kama hawa watu wameenda kwao, akawakuchanisha vitu zao na wakaenda kwao. Kwa hivyo kutoka hapo yeye ajui kunakuwa nini. Nikamuuliza ni kwa nini au kupika simu, lakini na mabadi hospitali wako mwana. Nimetoka hapa hospitali kuona mwili, ndio anandagu amuno, nikaona hata kai kama mwanadamu.
Mahali palipogunduliwa miili ya Grace na watoto wake ni kwenye mteremko mkali na penye ugumu kufikika kwa miguu, huku gari na pikipiki haziwezi kupenya. Hali hiyo inaibua maswali kuhusu jinsi mshukiwa alivyofikisha miili hiyo eneo hilo lilopo takriban kilomita 3 kutoka nyumbani kwa mshukiwa. Je, mshukiwa alitekeleza mauaji haya peke yake au kuna wahusika wengine? Kuona vile ilikuwa haikuwa moto. Sio, unajua asidi ikimwagiwa kitu vile inakaanga. Haikuwa moto ya kuchomea, hapana, ni asidi. Hata mimi nimekaa hapa miaka 20 na 42. Sisaona kitu kama hiyo. Na sasa tumeshangaa sana. Cha kushangaza ni kwamba familia ya washukiwa ilikuwa gizani kuhusu walikokuwa Grace na wanawe. Wasijue kuwa sehemu ya mwili iliyoletwa na mbwa nyumbani kwao ilikuwa mwanzo wa ufichuzi wa serikali ya mauaji yao. Wakati tulienda kukata nyasi, tulirudi tena. Tukipika karibu na nyumba, tulipatana na mbwa ndogo akishika mguu wa mtoto. Ndipo tuliuliza bibi, hii ni nini? Akaniambia hata yeye nilikuwa naona ni mguu wa ng'ombe, kumbe ni mguu wa mtoto. Unajua huyo mbwa akienda kwa kicheka, hata akipatana na mnyama ngani analetea watoto. Akienda kuwinda, akipata hata ni sile kienyewe kinapatikana kwa kicheka tu, anachukua anaenda nayo. Anapelekea, analetea watoto wake. Baadaye kidogo pia na watu wakaingia kwa hiyo msitu kidogo. Kama wanatoka waende nyumbani. Ndio walienda wakipanda hivi, wakaanza kusikia rubu hivi. Wakaenda wakakuta miili ngapi? 2. Ilikuwa imetupwa. Moja inalala kama anaangalia chini hivi, nyingine inaangalia pande hii. Hapo kando palikuwa kitu kama nusu mkuu hapo hivi. Ilikuwa imetupwa hapo kando kidogo. Walipoipata hivi wakatupigia simu, tukateremka watu wengi. Tukaenda tukaikuta meli. Lakini meli ilikuwa haikuwa imeoza. Lakini haikuwa na nguo, lakini ilikuwa imemwakiwa asidi. Ikawa haiwezi jua. Sasa hiyo sehemu ya asili ilikuwa inakatwa. Kwa sababu tunajua, kwa hivyo ndio tutajua ni watu walikuwa wametaka wanyala ndio wanakuja kutupwa hapa. Tulipoangalia vizuri tuliona kata kwamba hii miili kama ilikuwa au walikuwa wameuawa mahali na wakaletwa wakatupwa mahali hapa. Tukapata miili 3 ya mama na msichana na moja mwili ambayo imekaa kama some part they are missing. Kulingana na uchunguzi, Amos Wambua alimuoa Grace Mungai takriban miezi 6 iliyopita. Baadaye mama wa mshukiwa alisafiri hadi kaunti ya Kitui na kuwachukua watoto 2 wa Grace ili waishi nao kaunti ya Machakos. Kilichoonekana kuwa mwanzo wa familia mpya hapa kiligeuka kuwa ni jinamizi. Ndani ya kipindi kisichozidi miezi 2 tangu watoto hao wahamie Kathiani, Amos anashukiwa kumuua Grace, binti zake 2 pamoja na mtoto aliyekuwa tumboni. Walioana Januari. Mwezi wa 2 mama akaendea watoto huko Kitui Mwingi, wakakuja huku kwetu wakapelekwa shule. Wakakaa mwezi wa 3 ndio sasa mimi nikakuja kuwaona. Kapata msichana alikuwa anaitwa Grace na watoto 2. Alikuwa mpole mwenye amani, anaitwa Grace. Grace alikuwa anakaa mtu aina gani? Alikuwa mzuri, alikuwa mpole. Jumisi tangu ingia kwa hii boma ni vile nimeuliza majirani jana. Hajawahi onekana ile kutembea tembea. Yeye akiwa akimaliza kazi yake mizo siku nilikaa na yeye alikuwa anarudi kwa kitanda tukulala. Maana alikuwa ameacha wale watoto pale na shosho yao. Waliweza kuja Grace na mama ambaye ndiye
mama ya Amos, ndio waliweza kuja wakasema wanadai wale watoto, na waliweza kupewa wale watoto kwa sababu msichana amesema ameolewa na ako kwake. Kwa hivyo tu kuna jambo la kukatana na wale watoto, na aliweza kupewa wale watoto na wakakuja na wao mwezi wa 4 this year, na aliwachukua na hao watoto, si wake kuzaa. Alichukua huo mtu na hao watoto si wake kuzaa. Nyumba hii iliyopaswa kuwa sehemu ya upendo wa mama na watoto wake, sasa pamesalia kuwa ukumbusho wa tukio la kutisha. Makachero wanaamini kuwa baada ya mauaji hayo, Amos alirejea nyumbani kwa mara ya mwisho, akakusanya nguo za waathiriwa na kuzifungia ndani ya gunia. Jambo ambalo wachunguzi wanaamini ilikuwa jaribio la kuficha ushahidi. Amos anasemekana kuingia mafichoni kabla ya kuzima simu zake akiwa kaunti ya Kajiado. Mama anasema hiyo kitu inapanda wakati anaenda. Hiyo shida ndiye inaingilia hapo. Yeye anasema hii kitu ikipanda angekuwa wako. Nikamuuliza, na wewe unakuwa kwa nyumba? Akasema wakati anasema anaenda Zabali, hii jamaa ndiye anapata nafasi ya kumaliza hawa. Haina sikio chungu. Kwanza niliwaambia serikali wakiwata hii mtu aende asabu serikali miaka yake. Sababu hao watu wenyewe kitu mbaya sana, hata mimi wewe niseme nini? Watu wenyewe kama hao ukifanyia kitendo ya kinyama kama hiyo unaona hiyo hata tuseme nini? Hata hivi niseme nini? Hiyo ni nini? Huku chanzo cha mauaji haya kikiwa bado hakijabainika, uchunguzi wa maiti umefichua kuwa mmoja wa mabinti hao alibakwa kabla ya kuuawa na mwili wa mtoto mwingine ukiharibiwa vibaya na wanyama kiasi kwamba kiungo kimoja pekee ndicho kilichookolewa. Aidha, wapelelezi wanachunguza madai kuwa mama wa mshukiwa ambaye kwa sasa anazuiliwa na polisi alisajili laini mpya ya simu muda mfupi baada ya mauaji ya familia yake. Sasa ndio aliniambia yeye mahali yako hana pesa, na nikamuuliza kutoka mahali huko kukuja Machakos Town Fair ni ngapi. Aliniambia 1500 ndio nilimtumia. Kutoka hapo simu akazima, lakini simu yenye nilitumia pesa ilikuwa on. Nikapigia huyo, ndio aliniambia ni dereva. Nikapigia huyo dereva simu, nikamuuliza pesa yenye nimetuma. Huyo kijana ameingia angali, ndio aliniambia yeye anjui alimwacha stand na simu yake ikakuwa mteja. Mimi nikatoka Nairobi nikakuja mpaka Kadhiani police station kuona mama. Akiwekewa tu anasema tu nimepata pesa, wakati hiyo anapika simu mara ya pili simu ikajima. Wakati huo huo, mili ya Grace Mungai pamoja na binti zake Joyce Mutheu na Sarah Mungai imehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Kathiani, huku maafisa wa DCI wakikabiliwa na kibarua kigumu cha kubaini mazingira tata na chanzo cha mauaji hayo. Lennox Sengre, runinga ya KTN.